Naitwa Eric Brighton. Niko hapa kukutambulishia jambo jema kwa ajili yako. Naomba nikupatie namba tukuwasaidia watu waweze kuiona fursa na wasiendelee kulia tena mtaani kutafuta ajira ambazo zimekuwa ni shida. Hapo unafanya kazi na unapata kipato papo hapo. Hamna cha kusubiri kesho wala mwisho wa mwezi, ni papo hapo. Pesa inaingia na maisha mengine yanaendelea. Lengo ni kusaidia, lengo ni kukutoa mahali ulipo na kukufikisha kwenye ndoto zako. H2I Helping Hands International ni NGO inayojihusisha na kutoa misaada kwa watu wenye uhitaji. Ni huduma ambayo imebebwa na mwanamama ambaye yeye asili yake ni Mfilipino, ambaye alihamia nchini Japani na kukutana na mama Marekani ambaye yeye ndiye aliyemwezesha kumchukua kutokana na hali duni ya maisha aliyokuwa akiishi, na akaamua kwenda kuishi naye nchini Marekani na kumhudumia kwa kila kitu kama mwanae. Ndani ya miaka 16 aliweza kupata elimu na kuweza kupata kazi na uwezo wa kuweza kuwa na fedha ya kujikimu kimaisha na kuweza kuwasaidia wenzake. Aliwiwa kuweza kurudi nchini Japani baada ya kufanikiwa kimaisha na kurudi huko na kufikia lile eneo ambalo alipokuwa akikaa kwenye makazi yao ya mwanzo, na kukuta lile eneo alilokuwa akiishi limeshabadilika sana, kwa sababu miaka 17 aliweza kukaa nchini Marekani. Ni muda mrefu sana ambao ulifanya mabadiliko ya kimaendeleo katika lile eneo alilokuwa akiishi. Hivyo ikamuia vigumu sana kuweza kuwakuta wale watu ambao wana uhitaji. Kwa hivyo akawa na kazi kubwa ya kuingia mtaani na kuwatafuta watu kwa ajili ya kuwasaidia na kuweza kukidhi mahitaji yao. Baada ya muda mfupi alifanikiwa kukutana na dokta ambaye yeye professional yake ni daktari bingwa wa meno ambaye anajulikana kama Dr. Pricapio, ambaye yeye pia ana maono ya kusaidia watu wenye uhitaji. Yeye hasa libezi zaidi kusaidia wazee wasiojiweza. Kwa hivyo wakakutana pamoja na dada huyu ambaye na yeye pia ana maono ya kusaidia wasiojiweza, lakini yeye akiwa amebezi zaidi kwa wahitaji wote, si kwa kundi. Yali bezi kwa wahitaji wote, wa mama, watoto na makundi mengine yote ya uhitaji. Hivyo walivyokutana wakakaa chini na kuunganisha mawazo yao na kuona kwamba wanaweza kufanya kitu. Wakati huo wanajulikana kama Helping Hand. Ilikuja kazaa neno Helping Hands International. Helping Hands International. Hapo sasa ndipo walipoanzia maono yao. Walikaa chini wakaona watamfikiaje mtu mwenye uhitaji. Wakaona watengeneze mfumo ambao utakuwa ni rahisi kuweza kuwafanya wawafikie watu wengi kwa wakati mmoja, wanaowajua na wasiowajua. Kwa maana baada ya kutengeneza mchanganuo inaweza ikawa ni rahisi sana mtu akaelewa konsepti yao ama wazo lao, kwa nini wameanzisha hicho kitu. Hivyo baada ya kutengeneza wazo lao, waliamua kutengeneza mchanganuo mzuri, wakausambaza kwenye makampuni ambayo yanaweza kuwasaidia kuweza kuyafanya mawazo yao yakawafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Hivyo wakasambaza mchanganuo wao kwenye makampuni makubwa ambayo mengi aliweza kuupata, lakini machache, makampuni 7 ndio walioweza kuridhia na kuweza kushiriki pamoja nao. Makampuni hayo ni Diamond Bank, Bill Gates Foundation, Hyundai, Apple, HP na kampuni ya GAC na Agro. Haya yote yaliamua kukubali kushirikiana nao. Lengo na madhumuni ni kusaidia kuweza kuwafikia watu kwa kutoa mali zao ili kutimiza malengo. Ndipo sasa wakaona watamfikiaje huyu mtu. Wakaona ni bora watengeneze kitu ambacho kitafanya kuwafikia watu, yani kutoka mtu mmoja mpaka mtu mwingine na mwingine na mwingine na mwingine, ndipo itakapokuwa ni rahisi wao kumfikia. Kwa hiyo wakaona watengeneze network system, biashara ya mtandao ambao pengine itakuwa ni rahisi kuwafikia watu. Mtu mmoja anajiunga, anaunganisha watu wawili, na wale watu wawili nao watajiunga, wataunganisha watu wao wawili. Kwa kadri kila mmoja anavyoingiza watu wake wawili, timu inazidi kutembea. Wazo lao lilikuwa ni nchini Japan, Ufilipino, India na nchi zote za bara la Asia ama bara la Asia, ambalo wao ndio waliona ni sahihi, na kwa mtazamo wao waliamini hivyo ndio itakuwa sawa. Lakini kumbe Mungu alikuwa anaona mbali zaidi yao. Hatimaye wakafika Afrika walifikaje? Dr. Pricapio alikwenda nchini Nigeria kwa ajili ya kikao ama mkutano mkubwa wa madaktari bingwa wa meno. Ndipo alipokutana na daktari mwingine ambaye ni Nigeria, ambaye naye alimpa wazo baada ya kuwa katika mazungumzo ya muda mrefu, mazungumzo ya kawaida nje ya kikao, walikuwa wakizungumza. Ndipo yule daktari wa Nigeria akamwambia, bwana, mimi na uhitaji, nina watu ambao nahitaji kuwasaidia, lakini sijui namna gani nitakavyoweza kuwasaidia kwa maana wako wengi. Kwa hiyo Dr. Pricapio